Karibu mpenzi mtazamaji katika vipindi vyetu pendwa ambavyo tumekuwa tukijadili kuhusu neno la Mungu, lakini pia tunawakaribisha katika kipindi hiki pendwa ambacho sasa ni mwongozo wa kujifunza Biblia. Tumekuwa na somo la 5 ambalo lilikuwa linazungumzia mataifa sehemu ya pili, na sasa katika juma hili sasa tutakuwa na somo la 6 ambalo linazungumzia juu ya kuelewa kafara. Hicho kichwa cha somo cha juma hili ambacho tutakuwa nacho. Mimi kwa majina binafsi naitwa Geoffrey Joseph, lakini pia nimeambatana na rafiki kaka Ezra. Naam, lakini pia nimeambatana na kaka Charles. Amina. Ambaye tutabarikiwa kwa hawa tutakapokuwa tukijifunza neno la Mungu, lakini pia na kutafakari kwa pamoja. Kwa hiyo karibu kwa kuweka umakini tunapokuwa tukijifunza, ili tupate kuelewa kile Bwana anachokusudia katika maisha yetu katika siku ya leo. Basi kwa kuanza kipindi chetu, kaka Charles, karibu tupatie ombi. Basi tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa kuwa tena umekupendeza tujifunze neno lako takatifu kwa kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunaomba Roho wako mwema tufundishe kama ilivyo ahadi yako, akatutie katika kweli yote. Tunaomba tukishukuru ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Naam. Kaka Ezra. Naam. Na kaka Charles. Naam. Karibuni sana katika kipindi chetu pendwa. Tunashukuru. Naam. Tunashukuru. Napenda kufahamu kitu kimoja. Katika somo letu la 6 linazungumzia juu ya kuelewa kafara. Ni kaka Ezra. Naam. Ni kwa nini ni muhimu kuelewa kafara ya Yesu kama mwana kondoo wa Mungu, kizingatia ile fungu la Yohana 1:29 kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu katika dhambi ya ulimwengu. Na asante na amina. Naam. Katika sheria ya Mungu ambayo Mungu alitoa, ndio baada ya kuwa wazazi wetu wa kwanza wamefanya uasi na kukengeuka kutoka katika maagizo ya Mungu. Naam. Sheria ilihitaji uhai wa yule ambaye aliivunja. Na kwa sababu uhai upo katika damu, kwa hiyo ilihitajika damu ya yule ambaye ni mvunja sheria. Na Mungu kwa rehema zake akaamua kutoa kondoo kwa Adam. Na Adam akamchinja yule kondoo kwa mikono yake mwenyewe. Akachukua damu ile ya yule mwana kondoo kufunika dhambi za mwanadamu. Hapo tunafundishwa kwamba ni kupitia damu pekee ndipo tunaweza kutakaswa na dhambi. Kupitia kwa damu ya mwanakondoo ambayo Mungu mwenyewe alitoa, alikuwa akituelekeza kwa mwanakondoo wa Mungu ambaye tumeona katika Yohana sura ya 1 fungu la 29 kwamba yeye ni mwanakondoo wa Mungu alichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kafara ya Yesu, kwa sababu bila kuielewa hatuwezi kuokolewa. Pasipo damu hakuna utakaso wa dhambi. Na bila kuelewa kuhusu kafara ya Yesu, wokovu wetu utakuwa huko hatarini. Kwa hiyo ni muhimu tuelewe. Sasa kwa sababu kusudi la Mungu lilikuwa ni utimilifu wa wakati, tukisoma katika Wagalatia 3 na ile fungu la 16, kwa sababu Yesu alikuwa hajaja, lakini Biblia inasema katika Ufunuo kwamba mwana kondoo wa Mungu alichinjwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Lakini wakati mtimilifu ulikuwa haujawadia wa Yesu kuja kufa kama mwana kondoo wa Mungu alichukua dhambi ya ulimwengu. Sasa Mungu kwa mapenzi yake alitoa maagizo, alitoa mfumo ambao ulielekeza kwa mwana kondoo halisi wa Mungu alichukua dhambi ya ulimwengu. Tukianzia kwa Adam ambaye ni mzazi wetu wa kwanza, baada ya kumchinja yule mnyama aliashiria kwamba anakubali kifo cha Yesu. Na Biblia na Roho na Biblia nasema kwamba Adamu alielewa. Na alielewa kuhusiana, kwa sababu alipomchinja alijua kabisa hapa kwa mikono yangu mwenyewe kwa dhambi zangu nitasababisha kifo cha mwana mpendwa wa Mungu. Kwa hiyo hii ilimkazia Adamu na ilimpa majuto kutokana na dhambi yake alikuwa ameifanya. Tukumbuke kwamba wanyama ambao Mungu aliagiza kwamba watolewe kafara za kuteketezwa ni wanyama ambao hawakuwa na hatia. Lakini walikubali kubeba hatia za mwanadamu. Ndio maana mdhambi alipokuwa akileta kondoo kwa wana wa Israeli walipokuwa wameingia katika nchi ya Kanaani, mdhambi anapoleta kondoo anaungama dhambi kwa yule mwana kondoo, dhambi zinahamia kwa imani kwa mwana kondoo. Yule mwana kondoo anachinjwa na mdhambi mwenyewe, kuhani anachukua damu. Kwa sababu kinachohitajika ni nini? Ni damu, ambao uhai wa mnyama upo katika damu.
na uhai wa yule aliyeasi sheria ndio uliohitajika. Kwa hiyo kutokana na mifano hii na vivuli hivi, Mungu alikusudia kuwafundisha wanadamu kuhusiana na kafara kuu ya Yesu Kristo, na alikusudia kwamba wanapokuwa wakifanya hivi wakumbuke kwamba ni kwa dhambi zao mwanakondoo wa Mungu atakuja kufa. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio ambalo lilihitajika kuwakazia, na Mungu alikusudia kuwafundisha kwamba haiwezekani kushirikiana na dhambi pasipo kunajisiwa na hiyo dhambi. Kwa hiyo tunafundishwa jinsi ambavyo dhambi ina gharama kubwa, kwa sababu iliondoa uhai wa mnyama asiye na hatia alielekeza kwa Yesu Mwokozi. Kwa hiyo ni somo ambalo lilikusudiwa kujifunzwa vizazi vyote mpaka utimilifu wakati ulipokuja. Amen. Asante kaka Ezra, umetupatia uelewa mzuri wa kuelewa kile ambacho dhambi likihitaji, haswa damu. Lakini nikitafakari na kufikiria zaidi, ni kwamba binafsi naona upendo wa Mungu ulipokuwa ni mkubwa, kwamba baada ya mwanadamu kuasi kuanguka katika dhambi, basi hakuhitaji kuangamiza. Akaweka mpango wa ukombozi ambao ulikuwa ni kwa namna utoaji wa kafara za wanyama, ili tunapokuwa tukifanya vile tukumbuke ya kwamba dhambi zetu zilikuwa zinahitaji uhai. Asante kaka Charles. Naam. Ni tofauti ipi inayojitokeza katika kisa cha Kaini na Abel katika utoaji wa sadaka ya kuteketezwa, na tunawezaje kuepuka kuiga mifano ya Kaini kwa kuzingatia kile Biblia inachosema katika Isaya 1 kuanzia fungu la 10 mpaka 17? Kupitia utoaji wa kafara wa Kaini na Abel, ni tofauti gani tunaweza tukajifunza kama sisi leo? Kinatufundisha nini kisa kile cha utoaji wa kafara? Asante ndugu mwenyekiti. Naam. Ukisoma kisa cha Kaini na Abel katika ile Mwanzo 4, inatufundisha makundi mawili ya watu ambao wako ulimwenguni. Kundi namba 1 ni la watu ambao wako tayari kusikiliza kile ambacho Mungu anachokisema. Na kundi la pili ni wale ambao wanafanya kinyume, wanafanya kile Mungu anachokitaka ila kwa nia zao. Nadhani naeleweka kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kwenda kwa Mungu ila kwa masharti anayoyataka yeye binafsi. Ninachotaka kuzungumza ni nini? Ninachotaka kukisema ni kwamba Kaini ilionekana katika somo hili, tunajifunza kwamba Kaini ilionekana kwamba maelekezo ya Mungu yalikuwa yanapingana na njia za Kaini. Kwa hiyo Kaini akaona kwamba kwani nikileta kafara ya mazao na vitu vingine kama vile matikiti maji na papai kwani haitakuwa sadaka? Maana mwisho wa siku kinachohitajika ni nini? Ni sadaka. Lakini Abel akaenda moja kwa moja kwamba hii swala la uondoleo la dhambi kama kaka Ezon alivyotueleza halihusiani na mazao, linahusiana moja kwa moja na umwagaji wa damu. Na kiukweli ukiangalia ule mfumo, na wengi wamekuwa wakileta kwamba huu mfumo wa ibada huu wa kuchinja wanyama huu ni mfumo katili, lakini wako sahihi kwa sababu, na wasije wakawa sahihi, wako sahihi kwa maana ya kwamba Kristo naye ilibidi afanye nini? Afanywe kwa ukatili ili sisi tupate unafuu, kwa sababu alipigwa kwa ajili yetu, aliteseka kwa ajili yetu, aliumia kwa ajili yetu ili sisi tuwe huru. Kwa hiyo ni nini tunachojifunza katika hiki kisa? Ni na katika somo na katika somo ambalo tunapata katika kizazi hiki cha leo ni kwamba, kimfano, masharti, ninaweza nikawa mimi ni msabato, naamini juu ya sabato, lakini napokuja kwenye masharti ya sabato naanza kuweka vitu vyangu ninavyovijua. Lakini nakiri kwamba sabato ipo, nakiri Mungu yupo, lakini sasa ninapokuja kwenye masharti naanza kusema kwamba hili sharti hili haliko vizuri. Kwa hichi ndicho ambacho katika kizazi chetu sasa tunapoona watu ambao wanaingia kwenye kundi la Kaini, ni watu ambao wanakiri uwepo wa Mungu, lakini katika masharti wanayoyataka wao.
Sasa wanaingia kwenye hilo kundi la Kaini. Kundi la Habili sio kundi ambalo lina maswali juu ya, kuna yale maswali ya kutaka kubisha kwamba bana hiki hakiko hivi, na kutengeneza hoja ambazo zinaonyesha kwamba kuna namna ambayo tunachezewa kiakili kwa kufuata haya maelekezo. Lakini kundi la Habili linauliza kwa kutaka kuelewa kwamba hivi nikifanya hivi matokeo yake ndio haya, ndio, na nisipofanya matokeo yake ni yapi, ndio haya. Kwa anaamua kuchagua kutenda kile ambacho Mungu ameelekeza. Asante. Tamani kukazia hapo kwa hicho ambacho kaka Chazi ametoka kusema. Tunapewa makundi mawili ya watu ambao watakuwepo duniani mpaka mwisho wa wakati. Na tukumbuke kwamba hawa vijana walikuwa wamefundishwa na mzee Adamu kuhusiana na utoaji wa kafara. Sasa kutokana na kisa hiki, kutokana na makundi haya mawili, kundi la Kaini pia kama alivyosema kaka Chazi ni kiwakilishi cha watu ambao wanaweza wakadhani kwamba wanaweza wakafanya vyote vile wanavyofikiria wao na ikawa sahihi. Lakini kutokana na kile ambacho Mungu alionyesha, tunaonyesha kwamba ni kwa kufuata tu kile ambacho Mungu amesema, ni kwa kutii kile ambacho Mungu amesema, ndio mafanikio yanaweza kuja. Lakini pia kisoma Ibrania sura ya 11 fungu la 4, Biblia inasema kwamba Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora zaidi. Na hivyo Mungu akamhesabia kuwa ni haki. Kwa hiyo kisa cha ni kundi la Kaini linakubali kifo cha nani? La Abeli linakubali kifo cha nani? Kifo cha Yesu. Kundi la Abeli linakubali kifo cha Yesu. Ni kwa njia ya damu tu ndipo ambapo tunaweza kupata nini? Utakaso wa dhambi. Lakini pia kafara ya Yesu haikuwakilishwa na damu peke yake. Ilitolewa kwa njia tofauti tofauti, kwa sababu sio makundi yote, hata kwa wana wa Israeli waliweza kumiliki ng'ombe, kondoo, mbuzi. Walikuwepo maskini wa hali ya chini ambao kama wangekosa mnyama wangechukua hata njiwa au hua wangeweza kuleta. Lakini pia maskini ambaye angekosa hata njiwa au hua alihitajika kuleta konzi ya unga, ambayo ile konzi ya unga iliwakilisha mwili wa Kristo uliochubuliwa vibaya kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Kwa hiyo kupitia mifano hii tunajifunza kuhusiana na kafara kuu ya Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Lakini wengi ambao wako kwenye kundi la Kaini basi wanaungana na Kaini kwa kusema kwamba huu mfumo ni mfumo kandamizi, kwani haikuwepo njia nyingine ambayo Mungu angeweza kutumia kuwakomboa wanadamu. Lakini hiyo inatuonyesha kwamba ni upuziaji wa kile ambacho Mungu amefanya nini? Mungu ameagiza. Kwa hiyo tunachohitajika ni kufuata tu kile ambacho Mungu amefanya nini? Mungu ameelezea, Mungu ameonyesha. Na ukilinganisha na Isaya sura ya 1 ukianzia fungu la 10 mpaka 17, Mungu anawaagiza Israeli kwamba usilete tena matoleo. Kwa sababu ilifikia hatua Israeli wakazoea ule mfumo wa uchinjaji na wakaona kwamba ni kitu ambacho wanaweza wakafanya tu, lakini hakikukazia mawazo yao juu ya mwana kondoo Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo ilifikia hatua wakazoea ule mfumo, ikawa ni kawaida tu ya kufanya hivyo. Na mpaka sasa hivi wanafanya. Mpaka sasa hivi wengi wanaendelea na ule mfumo ambao hawakuelewa kuhusiana na Masihi ajaye. Lakini tunajifunza nini sasa maishani leo? Kwamba ikiwa tafikia hatua tunaenda mbele za Mungu bila unyenyekevu, bila kuona hatia, kwa sababu hata Kaini alienda mbele za Mungu kama kumshukuru, hakuona hatia ya dhambi. Alienda mbele za Mungu akiwa amejitosheleza. Kwa hiyo kama itafikia hatua tukifanya hivyo, au tunatoa kafara au tunatoa sadaka, na tunaambiwa kwenye Warumi sura ya 12 fungu la 1 kwamba tuitoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai. Na kama tutajitoa alafu wakati huo mwingine hatujajitoa kikamilifu, tunaungana na wale ambao walikuwa wanatoa mfumo huu wa utoaji wa sadaka za kuteketezwa pasipokuwa na ungamo la dhambi. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Zaburi ya 51 kwamba moyo uliopondeka, moyo uliovunjika Mungu hata udharau. Kwa hiyo tunahitajika pia kutoa dhabihu za mioyo yetu, dhabihu za unyenyekevu, kwa sababu matoleo yetu yanapaswa yambatane na kila ambacho moyo wetu unanyenyekea kwacho. Bila kufanya hivyo itafikia tu sasa tutakuwa tunatoa tu kwa mazoea, lakini hakuna chochote ambacho tunaweza kujifunza. Asante kaka Ezra na kaka Chazi kwa michango yenu mizuri. Amina. Juu ya swala hili la utoaji kafara. Mungu hasa alikusudia tupate mawazo yake. Ila si mawazo yetu tunayokuwa tunahitaji kila mmoja na kutokana na kwake. Huo si mpango wa Mungu.
Lakini pia tumejifunza vyema kupitia Kaini na Habili ni kwa namna gani ambavyo hatupaswi kupata mawazo yetu wenyewe. Kwa hiyo yote yanatuelekeza, lakini pia nina swali. Naam. Tunajifunza nini kutokana na taifa la Israeli pia kutoka Misri, ukizingatia namna ambavyo Mungu pia alikuwa ameelekeza watwae wana kondoo waweze kuwachinja mpaka katika miimo ya milango yao. Tunajifunza nini katika kisa kile kaka Ezra? Asante. Na hii tunasoma katika Kutoka 12. Ukianzia na ile fungu la kwanza, Biblia inasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo moja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya uraji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Fungu la 7. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu. Tuzingatie tena, pamoja na mboga chungu. Msiile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni. Kichwa chake na miguu yake na nyama zake za ndani, wala msisaze kitu chochote hata asubuhi, bali kitakachowasalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo hili lilikuwa ni agizo la sikukuu ya Pasaka. Kuna masomo mengi ambayo tunaweza kujifunza kuhusiana na sikukuu ya Pasaka. Kwanza tumeambiwa kwamba watoe mwanakondoo siku ya 10. Kabla hatujaingia ndani, tukumbuke kwamba kwenye hii sikukuu ya Pasaka tunafundishwa kuhusiana na wakati. Kuhusiana na wakati. Na kama ambavyo tutaona katika somo hili, itatuelekeza kwamba hata ujio wa Yesu mara ya kwanza ulitokea kwa wakati mtimilifu, lakini vile vile itatuelekeza pia kwamba ujio wa Yesu mara ya pili vile vile utatokea kwa wakati. Kwa hiyo aliambiwa watoe mwanakondoo, wamweke hata siku ya wamtoe siku ya 10, wamweke hata siku ya 14 ya mwezi huo huo, alafu jioni yake watamchinja. Na hii inatufundisha pia kwamba Yesu alichaguliwa baada ya kuwekewa hukumu siku ile ya siku ya 10 ya mwezi. Hakuonekana katika umati wa watu mpaka siku ya 14 ya mwezi ya mwezi. Kwa hiyo huu mfano ulikuja kutimia utimilifu wake kulingana na vile ambavyo ulikuwa umekusudia. Kwa hiyo inatuonyesha dhahiri kwamba inalenga kwa mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Lakini pia tumeambiwa kwamba huyu mwanakondoo alipaswa asiwe na hila, mume wa mwaka mmoja ambaye hajapanda jike. Kwa hiyo alihitajika mwanakondoo safi ambaye hana hila, ambaye angemwakilisha Kristo kama mwanakondoo au mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu ambaye hakuwa na hatia. Lakini tunaambiwa kwamba walipaswa kumula kwa haraka, tena na mboga chungu, ikiwemo na mikate isiyotiwa chachu. Tunaambiwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na ile fungu la 7 kwamba basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mkae donge jipya, kama vile hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yani Kristo. Kwa hiyo Pasaka wetu ni Kristo, kama ambavyo wao walifanya. Na Mungu aliagiza kwamba wachukue baadhi ya damu waipake kwenye mimo ya milango. Na Mungu aliagiza kwamba malaika wa kuharibu atakapopita na kukuta ile damu, hata toa pigo kwa ile nyumba ambayo atakuta damu.
Hii inatufundisha kwamba mwisho wa siku baada ya mapigo 7 ni wale tu watakaokuwa na damu ya Kristo, watakaokingwa na damu ya Kristo ndio hawatapatwa na nini? Hawatapatwa na pigo. Lakini pia kuhusiana mikate isiyotiwa chachu, tunafundishwa kwamba kama tulivyosoma katika Wakorinto, tujisafishe tukatoe ile chachu ya kale. Chachu iliwakilisha dhambi. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba katika siku hizi hakuna chachu ya dhambi inayopaswa kuwa ndani yetu, kwa sababu Pasaka wetu amekwisha kufanya nini? Amekwisha kutolewa. Kwa hiyo hili lilikuwa linatukazia moja kwa moja kwa maana kondoo Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Na si hivyo, waliambiwa watamula pamoja na mboga chungu. Mboga chungu ilipaswa kuwakumbusha kuhusiana na uchungu wa utumwa uliopitia katika nchi ya Misri. Kwa hiyo kila ambacho kiliagizwa hapa kilikuwa na maana yake. Na kama ambavyo tunajua ukombozi wa wana wa Israeli kutoka Misri ni kiwakilishi cha ukombozi wa watu wa Mungu kutoka katika utumwa wa dhambi. Hicho ndicho ambacho tunaweza kujifunza kutoka katika kisa hiki cha Kutoka 12. Asante. Asante kaka Ezra. Naam. Umeelekeza vyema kupitia mfano huu wa Israeli. Tukitazamisha katika kafara kuu ambayo ilikuwa ni kiwakilishi halisi cha mwana kondoo wa Mungu aitwaye dhambi ya ulimwengu, ambaye alikuwa ni Kristo mwenyewe. Kaka Charles. Naam. Nirudi kwako tena. Amina. Na tunajifunza nini tunapokuwa tunatazamia kile kilichotokea katika kipindi cha awali katika huduma za mifano, tukiangalia katika ule utoaji wa kafara ambao neno la Mungu linateleza kuwa wale mafahali wa kondoo na mbuzi walikuwa hawaondoi dhambi. Tunajifunza nini kutokana na kisa hicho? Asante kaka Geoffrey. Naam. Katika somo hili tunajifunza kwamba kabla na baada ya kifo cha Yesu, ndio kafara zote zilikuwa zinamtazamisha Kristo ajaye. Kafara zote kabla na baada ya kifo cha Kristo. Na baada ya kifo chake ninachotaka kukisema ni kwamba baada ya kifo si kwamba kafara ziliendelea. Ninachomaanisha ni kwamba kabla ya kifo cha Kristo kafara zilitakiwa zimwelekezee nani? Kristo. Na baada ya Kristo kafara ilitakiwa awe ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo chochote ambacho kilifanyika katika mfumo huu wote wa ondoleo la dhambi, hata wale waliokuwa wakitumia nanili kuchinja wanyama, na maanisha wana wa Israeli, hawakupata ondoleo la dhambi. Hata kama amechinja mnyama hakupata ondoleo la dhambi, isipokuwa akili yake imemtazamisha kwa Kristo ajaye. Kwa hiyo kwa vyovyote vile mfumo wote wa ibada uliokuwa ukiendelea ulikuwa unamtazama Kristo anayekuja. Kwa hiyo haikutakiwa kuondoka akilini mwao. Na hii inatufundisha na kwetu pia. Kama alivyosema kaka Ezra ni kwamba isifikie sehemu tukazoea ibada. Yaani ibada zikawa ni za mazoea. Kwa hiyo wana wa Israeli pamoja ilichukua miaka mingi. Haikutakiwa wachukulie tu ni swala la kuchinja tu na samehewa dhambi, swala la kuchinja tu na samehewa dhambi. Ilitakiwa waonyeshe kwamba ni jinsi gani ambavyo dhambi ina gharama kubwa. Na kama tulivyoona kwamba ilikuwa ni swala la ukatili, kwa sababu kitu kinakufa ambacho hakina hatia. Kwa hiyo inatuonyesha jinsi ambavyo Kristo atakavyokuja atachubuliwa, atadhihakiwa kwa sababu ya makosa yetu. Na kwa nini Mtume Paulo anasema kwamba mafahali, mbuzi havikutosha kuondoa dhambi? Kama nilivyokwisha kusema ni kwamba yani vyovyote walivyofanya ilitakiwa mtazame Kristo. Kwa hiyo baada sasa Mtume Paulo anaposhughulika na Waebrania waliokuwa kiendelea na hizi kafara kama kaka Ezra alivyosema kwamba mpaka sasa kuna watu wanaendelea.
anawakumbusha kwamba hata wale ambao kabla ya Kristo hajafa msalabani na hata wenyewe hawakusamehewa kwa sababu ya zile kafara. Kafara zile zilikuwa zinamwakilisha Kristo, na kama tumeisha kivuli kimesha kutana na uhalisia, kwa nini tuendelee na hizo kafara? Ndio hoja ya Mtume Paulo ilipokuwa hapo. Na hii kwenye somo hili mwandishi anajaribu kutufundisha kwamba kafara zilikuwa ni kama tiketi ya ndege, ya basi na ya usafiri mwingine wa treni. Yaani hata ukiwa na hiyo tiketi ukasema nimekwisha safiri, mpaka ujihakikishie umefika kwenye chombo cha usafiri na ukafika mahali fulani. Sasa zile zilipotufikisha mahali pale, zilitakiwa zikomee pale. Zilikuwa zinatuonyesha mfumo mzima wa jinsi dhambi inavyoondoka na jinsi ambavyo Kristo anafanya. Kwa hiyo hazina maana tena pale Kristo anaposhika hatamu yake. Tunakuwa tunapokonya huduma yake tunapoendelea na ibada za zamani ambazo zilikuwa ni mfano wake. Lakini pia cha kuongezea hapo, ukisoma katika Wakolosai sura ya 2 fungu la 16, nasema basi mtu asiyohukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Fungu la 17, mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Pointi yangu, mwili ni wa nani? Ni wa Kristo. Nasema mambo hayo ilikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo hii mifumo yote ilikuwa ni kivuli. Na ukisoma Waebrania sura ya 8 fungu la 5 anasema watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Kwa hiyo yale yalikuwa ni kivuli cha kafara halisi ya Kristo ambaye ni mwana kondoo. Na wengi wanapuuzia kuhusiana na maandishi ya Agano la Kale, kwa maana ya vitabu vya Torati. Wanasema Injili ndio imemfunua Yesu, lakini hatuwezi kumwelewa Yesu katika Agano Jipya tusipomwelewa katika Agano la Kale. Kwa sababu tukumbuke kwamba hata Mtume Paulo anapokuwa akimwambia Timotheo kwamba ukijua kwamba ni akina nani umejifunza kwao, kwa sababu tangu utoto wako umeyajua maandiko ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo. Alikuwa akizungumzia kwamba ni maandiko yapi ambayo Timotheo alijifunza? Ni maandiko ya Agano la Kale. Lakini pia hata Mtume Paulo yeye pia alijifunza kuhusiana na maandiko ya Agano la Kale, kwa sababu wengi wanasema kwamba hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Lakini ukisoma hata Warumi sura ya 2 fungu la 13, Mtume Paulo anasema sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali wale waitendao sheria ndio watakaohesabiwa haki mbele za Mungu. Lakini hii inapaswa itufundishe kwamba tunapaswa kutofautisha mifumo hii ambayo Mungu aliagiza iliyokuwa kivuli cha mambo yajayo, ambayo tunapaswa kuyatofautisha na zile amri 10 ambazo ni taratibu za maadili. Unajua wengi huaga wanachanganya mambo hayo. Kwa hiyo wanavyosema kuhusiana na mambo yaliyokuwa kivuli, wanajumuisha hata amri 10 za Mungu ambazo hizo Yesu pia alizitii. Katika Yohana 15 fungu la 10 Yesu alizitii. Kwa hiyo mambo haya yanapaswa yatufundishe kuhusiana na uhalisia wa Kristo kama ambavyo tunaona utimilifu wake. Amina. Amina. Asante kaka Yesu pamoja na Kachazi pia kwa namna ambavyo mmeizungumzia hili swala la utoaji kafara na vitu kama hivyo, kwamba zilikuwa na maana gani. Sasa tumejua ya kwamba ni kwa sababu kivuli kilikuwa kimekutana na uhalisia. Sasa kaka Ezra, ninatamani pia kuuliza swali lingine. Karibu. Kutoka kwako. Tunaambiwa ya kuwa katika unabii wa Hagai 2 kuanzia ile fungu la 7 mpaka 9 likituelekeza ni kwa namna gani utukufu wa hekalu la kwanza. Ukiangalia namna ilivyokuwa, moshi ulikuwa ukipanda kwenda juu, lakini pia wingu lilikuwa likionekana na watu walikuwa wakiona taratibu hizo zikiendelea, kwa maana ikiashiria uwepo wa Mungu kwa kuwa pamoja na taifa la Israeli, wana wa Israeli. Lakini tunaona katika hekalu la pili mambo hayo hayapo kabisa. Kulikuwa kuna shida gani? Lakini tukiangalia katika ule unabii wa Hagai ulikuwa unasema kwamba utukufu utakuwa ni mwingi zaidi. Kulikuwa kuna changamoto gani au tunajifunza nini kutoka katika
neno hilo ambalo Hagai analizungumzia. Okay, asante. Tukiangalia unabii huu, ukilinganisha uwekwaji wakfu wa hekalu la kwanza na lile hekalu la pili baada ya wana wa Israeli kutoka uhamishoni Babeli, kuna tofauti ambayo inajitokeza hapa, kwa sababu baada ya ujenzi wa hekalu lile la Sulemani kukamilika, ukisoma ile Wafalme ya kwanza sura ya 8 ukiendelea mpaka ya 9, jinsi ambavyo liliwekwa wakfu baada ya ombi la Sulemani, hekalu lilijazwa na utukufu, hekalu lilijazwa na wingu. Kulikuwa na udhihirisho dhahiri ulioonyesha uwepo wa Mungu, na tukumbuke kwamba wingu liliashiria uwepo wa Mungu, kwa sababu hata kwa hema ya kukutania ambao wana wa Israeli walisafiri nayo jangwani, wingu lilikuwa linaashiria uwepo wa Mungu lilivyokuwa likisimama juu ya ile hema. Kwa hivyo udhihirisho huu ulikuwa ni wa wazi kabisa, na ni tofauti ukilinganisha na lile hekalu la pili. Ukisoma katika kitabu cha Ezra sura ya 3 ni tofauti kabisa, kwa sababu tunaambiwa walivyoweka msingi haukuwa na udhihirisho dhahiri. Lakini sasa nabii anasema kwamba utukufu wa ile nyumba ya kwanza, nyumba ya pili ungezidi ile nyumba ya kwanza. Ni nini ambacho kingefanya ule utukufu wa nyumba ya pili uzidi ule wa kwanza? Ni kwa sababu mwenye hekalu mwenyewe angekuja katika nyumba yake, kwa sababu wana wa Israeli wametoka utumwani, kama ambavyo tunajifunza katika ile majuma 70 kwamba amri ilitolewa kwamba warudi Yerusalemu, wajenge upe mji Yerusalemu, wajenge pamoja na kuta zake kwa ajili ya Masihi atakayekuja. Waliweza kurudi wakati agizo hilo na wakafanya vile ambavyo waliweza kufanya chini ya Ezra na Nehemia. Tunaona namna ambavyo matengenezo yalifanywa hapo. Kwa hiyo utukufu huu ulisababishwa na uwepo wa Yesu mwenyewe kuwepo ndani ya nyumba yake. Lakini cha kushangaza ni kwamba hata wakati alipozaliwa katika nyumba yake, hata wale ambao walikuwa ni watu wake hawakuweza kufanya nini? Hawakuweza kumtambua. Na wakati mwingine tunaona kwamba waliweza kumkamata baada ya kuwa amesoma chuo cha nabii Isaya, ameonyesha jinsi utimilifu huo wa mambo hayo jinsi ulivyokuwa, wakamtoa nje, wakamkamata, wakataka kumtupa kwenye ukingo wa kilima, lakini akapita katikati yao akaenda zake. Kwa hiyo kile ambacho nabii Hagai alikuwa anafundisha, alikuwa anaelekeza kuhusu ujio wa Yesu mara ya kwanza, ambao ndio ungejaza utukufu wa ile hekalu la pili uzidi ule utukufu wa hekalu la kwanza. Hicho ndicho ambacho kingefanya ile hekalu na utukufu zaidi, kwa uwepo wa Yesu mwenyewe ambaye ndiye mwenye hekalu. Asante kaka Ezron pamoja na kaka Charles. Katika siku ya leo imekuwa ni furaha kubwa sana. Tumeelewa vizuri kuhusiana na kafara, namna ambavyo kwa utaratibu wa Mungu alivyoelekeza kuanzia awali, lakini pia hata utimilifu wa namna ambavyo mambo yalikwenda yakatimia. Lakini pia swali la mwisho tumemalizia kwamba kuwepo kwa Kristo katika hekalu lile la pili ilikuwa ni udhihirisho wa utukufu zaidi wa lile la kwanza kulingana na unabii wa Hagai 2. Na washukuruni sana. Na kitu kingine ambacho ningependa tujifunze, kwa sababu haya mambo kama ambavyo tumeona kwamba kwenye Kutoka 12 anatufundisha swala la wakati, ni muhimu tujue wakati. Kwa sababu wokovu wetu unahusiana na nini? Na wakati. Unaona, bila kujua wakati hatuwezi kuokolewa. Katika kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wake ni wa 339, nabii wa Mungu anasema kwamba vielelezo hivi vilitimia sio kwa tukio tu, lakini pia kwenye wakati, katika siku ya 14 ya mwezi wa Kiyahudi, siku ile ile na mwezi ule ule ambao kwa muda wa karne 15 kondoo wa Pasaka amekuwa akichinjwa. Kristo akiwa amekula Pasaka na wanafunzi wake, alianzisha karamu hiyo ambayo ilikuwa kwa ajili ya ukumbusho wa kifo chake mwenyewe kama kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Usiku huo alichukuliwa na mikono miovu ili kusulubiwa na kuuawa. Na kama uhalisia wa matukio wa mganda, Bwana wetu alifufuka kutoka kwa wafu siku ya 3, limbuko lao waliolala, mfano wa ufufuo wa wenye haki wote waliofufuliwa, ambao mwili muovu utabadilishwa na ufanane na mwili wake wa utukufu. Anasema kwa namna hiyo hiyo vielelezo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu mara ya pili ni lazima vitimie kwa muda uliotajwa katika mfano wa huduma.
kwa mfumo wa Musa, kutakaswa kwa patakatifu au siku kuu ya upatanisho ilifanyika katika siku ya 10 ya mwezi wa 7 ya mwezi wa Kiyahudi. Mambo ya Walawi 16 fungu la 29 mpaka la 34. Kwa hiyo kama ambavyo mifano na vivuli vilivyoelekeza kuja kwa Yesu mara ya kwanza vilivyotimia kwa wakati, vivyo hivyo tunaambiwa matukio yanaelezea kuja kwa Yesu mara ya pili ni lazima yatimie kwa wakati, sio kwa tukio tu, kwa wakati. Kwa hiyo ni muhimu basi. Na tunawezaje kujua kwamba vilitimia kwa wakati? Tujifunze kuhusiana na patakatifu. Kwa sababu hata katika kitabu cha evangelism, kitabu cha uinjilisti, katika ukurasa wa 222, nabii anasema kwamba tunapaswa kuwa na uelewa sahihi wa huduma za patakatifu, kwa sababu huduma ya patakatifu ndio msingi wa imani yetu. Kwa hiyo bila kuwa na uelewa wa mambo haya tutakuwa gizani, kwa sababu patakatifu ndio panapofunua mwanzo wa huduma ya Yesu. Na sisi tunaojifunza hapa kwamba ni muhimu tujifunze zaidi kuhusiana na huduma za patakatifu. Asante. Okay. Asante. Kwa hiyo ningependekeza kwa mfuatiliaji wa vipindi vyetu na yule atakayekuwa akitufuatilia zaidi kwa masomo yajayo awe na uelewa sahihi wa huduma za patakatifu. Ni muhimu tujifunze, kwa sababu tusipoelewa hata imani yetu hatuwezi kuifanyia kazi. Na sisi ambao tunakuletea somo hili vile vile ni msisitizo kwamba tujifunze kwa usahihi kuhusiana na huduma za patakatifu. Asante. Asante kaka Ezron kwa kutuelekeza vizuri sana kupitia kile ambacho mjumbe wa Mungu amekisema, ambao ujumbe wa patakatifu ni ufunguo hata wa wajibu wetu wa kujua kuwa tufanye nini kupitia huduma za mifano zilizofanyika, lakini pia kuendelea na taratibu zile zilizokuwepo awali ambazo zilikuwa zikionyesha uhalisia wa mambo. Kwa hiyo kwa sasa tunapaswa kuwa ni somo muhimu sana kwetu ili kuweza kujua ni wapi tulikotoka, ni wapi tuliko na ni wapi tunakoelekea. Kaka Chazi na kaka Ezra, nawashukuru sana katika kipindi hiki. Walikuwa pamoja nasi, mimi ni Geoffrey, lakini pia kama nilivyokwisha kumtaja kaka Ezron pamoja na kaka Chazi. Tunawakaribisha wapenzi watazamaji ambao mmekuwa mkifuatilia katika channel zetu hizi, tuendelee kubarikiwa kwa pamoja, tukijifunza kile ambacho Bwana anakusudia tuweze kukielewa katika maisha yetu, ili tuweze kutambua wajibu wetu katika maisha haya tunavyoishi katika siku hizi, tukielekea katika kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Karibuni tena na wakaribisha tena, na Bwana awabariki. Basi tunapofunga kipindi chetu, nimkaribishe kaka Ezron uweze kutupatia ombi ili tuweze kubarikiwa. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa nuru uliyotupatia. Tungekuwa gizani kama usingetupatia maandiko haya. Haya yaliyoandikwa ni kwa kusudi la kutufunulia mpango wa ukombozi na kutusaidia kujua kuhusu wewe na Yesu Kristo ambaye ulimtuma. Tunaomba Bwana, tunapokuwa tukijifunza masomo haya, uweze kutufunulia nuru zaidi itakayotuongoza katika njia za haki kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba wabariki hata wale ambao watafuatilia masomo haya, wanapokuwa wakijifunza Bwana, wasibaki hivi, bali kwa Roho wako uamshe ili waweze kuona umuhimu wa kufanya wajibu wao kwa ajili ya wokovu wao. Tuandae tena hata kipindi kinachokuja ikiwa ni mapenzi yako. Tumeomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Amina.